Kila mtu alifunga mkanda, akiwa tayari kwa safari ambayo ilikuwa imejaa matumaini kutoka katika taifa moja kwenda katika taifa lingine. Ilikuwa ni kutoka bara Asia kwenda katika bara la Ulaya, safari ambayo kwa wengi ilikuwa imejaa msisimko, hisia na hata wengi wakifurahia kuwa tayari kuonana na ndugu, jamaa na marafiki, lakini wengine katika shughuli rasmi za kikazi na wengine walikuwa wakienda katika biashara zao. Ilikuwa ni Alhamisi ya Juni 12, 2025, siku ambayo sasa itakumbukwa kama moja ya giza katika historia ya usafiri wa anga duniani kote. Saa 7:38 mchana, ndege ya Air India Boeing 787 Dreamliner safari nambari AI 171 ilipaa kutoka uwanja wa Sardar Vallabhbhai Patel mjini Ahmedabad nchini India, ikielekea katika moja ya miji mikubwa zaidi ya kibiashara na miji yenye watu wengi nchini Uingereza, jiji la London. Lakini haikufika mbali. Ndani ya dakika moja pekee ndege hiyo ilianguka na ndoto za watu takriban 300 zikazimika kwenye moto wa ajabu. Kilio kilisikika, pua ya ndege ilinyanyuka isivyotarajiwa, ikashuka taratibu, kisha kishindo kikafuata. Moto mkubwa wa mlipuko ulisikika ukiteketeza majengo, miili pamoja na matumaini. Ndege hiyo ilianguka kwenye ukumbi wa chakula wa wanafunzi wa chuo cha tiba cha BJ, mahali ambapo vijana walikuwa wakipata chakula cha mchana, wakijadili maisha, mitihani, lakini pia hata ndoto za mbali, bila kujua kuwa mwisho ulikuwa unawakaribia kwa kasi. Katika janga hilo la majonzi, miili 269 ilipatikana, lakini bado wapo waliopotea. Ni mtu mmoja pekee. Unaweza ukasema ni kama nuru iliyosalia. Unaweza ukasema ni kama mkono uliobaki katika kiza ambacho hakikutarajiwa. Vishwas Kumar Ramesh ndiye pekee aliyeokoka, akitoka kwenye moto huo akiwa hai, lakini amejeruhiwa vibaya. Alisikika akisema, "Sijui kwa nini mimi nipo hai." Aliongea kwa mshangao mkubwa, sauti yake ikiwa imechanganyika na huzuni na mshangao. Ndani ya ndege kulikuwa na watu kutoka mataifa mbalimbali, Waingereza 53, Wahindi 169, Wareno pamoja na Mkanada mmoja. Watoto wadogo walikuwepo ndani ya ndege wakijumuika na familia zao zote. Wote walikuwa na ndoto na mipango ya kesho, lakini ndege hiyo ilizima ndoto hizo kwa kishindo kikubwa na kuacha dunia ikiwa kimya, yenye maswali mengi bila majibu. Kisa cha ndege kushuka pua ikiwa juu kimewaacha wataalamu wakiwa na mshangao. Je, ni kosa la kibinadamu, hitilafu ya kifaa, matengenezo mabaya, au ni zaidi ya hapo? Wataalamu wa usalama wa anga wanasema uchunguzi unaweza kuchukua miezi au hata miaka, lakini familia, marafiki pamoja na mataifa yote yana swali moja tu: kwa nini? Kwa nini? Kwa nini ilitokea? Katika kona mbalimbali za dunia, watu wanalilia wapendwa wao, mengine yote yamesimama, na sasa kilichobaki ni majivu, maombi na tumaini moja tu: huenda wakawapata wapendwa wao.